Waziri wa ulinzi wa Israel Katz amesema kuwa kiongozi yeyote wa sasa au wa baadaye wa Iran atakayejaribu kuanzisha au kuendeleza mpango wa kuiangamiza Israel atakabiliwa na hatua kali za kijeshi na anaweza kupata hatima sawa na iliyompata aliyekuwa kiongozi mkuu wa Iran Ali Khamenei. Kauli hiyo imetolewa wakati maandamano makubwa ya mazishi ya Khamenei yakiendelea katika mji mkuu wa Iran, Tehran, ambapo mamia ya maelfu ya waombolezaji walijitokeza kumwaga kiongozi huyo. Jeneza lake pamoja na majeneza ya baadhi ya familia wake waliouawa katika shambulio la anga mwishoni mwa Februari yalipitishwa katika mitaa mikuu ya jiji, huku yakisindikizwa na viongozi wa kisiasa, makamanda wa kijeshi na umati mkubwa wa wananchi waliokuwa wakipaza sauti zao kuomboleza na kutoa wito wa kulipiza kisasi. Akizungumza kuhusu operesheni iliyomuua Khamenei, Katz alidai kuwa Israel ilichukua hatua hiyo kwa sababu Khamenei alikuwa ndiye aliyekuwa kiongoza mkakati wa muda mrefu wa Iran dhidi ya Israel. Kwa mujibu wa Katz, Khamenei alisimamia sera za Iran kuimarisha uwezo wake wa kijeshi, kuendeleza makombora ya masafa marefu, kuunga mkono makundi yenye silaha yanayoungwa mkono na Iran katika maeneo mbalimbali ya Mashariki ya Kati, pamoja na kila alichokiita juhudi za kuangamiza taifa la Israel. Katz alisema kuwa ujumbe wa serikali ya Israel ni kwamba hakuna kiongozi wa Iran atakayekuwa salama ikiwa ataamua kuendelea na sera za kutishia uwepo wa Israel. Alisisitiza kuwa operesheni iliyomuua Khamenei ilikuwa onyo kwa viongozi wote wa Iran kwamba Israel ipo tayari kutumia nguvu za kijeshi dhidi ya yeyote atakayechukuliwa kuwa tishio la moja kwa moja kwa usalama wake. Katika hotuba yake, Katz alitumia kauli kali akisema aliyepanga mauaji ndiye aliyeuawa, akimaanisha kwamba kwa mtazamo wa Israel, Khamenei alikuwa msukumo mkuu wa mipango ya mashambulizi dhidi ya Israel na hivyo aliwajibishwa kwa matendo hayo. Aidha, waziri huyo wa ulinzi alikosoa vikali kauli zilizotolewa na baadhi ya waombolezaji katika mazishi hayo waliokuwa wakitoa wito wa Iran kulipiza kisasi dhidi ya rais wa Marekani Donald Trump. Katz alisema kauli hizo zinaonyesha kuwa viongozi wa Iran na wafuasi wao bado wanaendeleza siasa za uhasama badala ya kutafuta njia ya kupunguza mvutano katika eneo hilo. Alisema wito wa kushambuliwa kwa Trump ni jambo la aibu na unaonyesha kwa mtazamo wa Israel tabia halisi ya utawala wa viongozi wa kidini wa Iran ambao kwa miaka mingi wamekuwa wakitoa matamshi yanayolenga Marekani na Israel. Katz pia alizungumzia matokeo ya vita vya hivi karibuni kati ya Israel, Marekani na Iran, akisema operesheni hizo zilifanikiwa kuondoa tishio la haraka lililokuwa linaikabili Israel. Alidai kuwa mashambulizi hayo yaliharibu kwa kiwango kikubwa uwezo wa kimkakati wa Iran, ikiwa ni pamoja na miundombinu ya kijeshi, sehemu za uzalishaji wa silaha, mifumo ya makombora na uwezo wa vikosi vinavyoungwa mkono na Iran katika eneo la Mashariki ya Kati. Hata hivyo, alionya kuwa Israel haioni tishio hilo kuwa limekwisha kabisa. Kwa mujibu wa Katz, jeshi la Israel linaendelea kuwa katika kiwango cha juu cha utayari na linafuatia kwa karibu hatua zote zitakazochukuliwa na uongozi mpya wa Iran baada ya kifo cha Khamenei. Alisema kuwa Israel haitasubiri kushambuliwa ndipo ijibu, bali itaendelea kutekeleza sera yake ya kujihami mapema ikiwa itagundua maandalizi yoyote yanayoweza kutayarisha usalama wa taifa hilo. Amesema Israel iko tayari kujilinda peke yake wakati wote dhidi ya tishio lolote, hata bila msaada wa washirika wake ikiwa hali hiyo italazimika. Kauli za Katz zimeongeza mvutano wa kisiasa na kijeshi kati ya Iran na Israel kwenye kipindi ambacho eneo la Mashariki ya Kati linaendelea kushuhudia taharuki kubwa baada ya vita vya hivi karibuni. Wakati Iran ikiendelea na shughuli za mazishi ya Khamenei na viongozi wake wakiahidi kuendeleza misimamo ya taifa hilo, Israel nayo inaweka wazi kuwa itaendelea kuchukua hatua za haraka dhidi ya jaribio lolote litakaloonekana kuhatarisha usalama na uwepo wa taifa lake. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.